Kenya imeanza kuingia katika joto la kisiasa mapema kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Kauli kali, maandamano, lawama na vitisho vya kukamatwa sasa vinatawala siasa za nchi. Lakini swali kubwa ni hili: je, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kweli anaweza kukamatwa kutokana na maandamano ya mafuta? Ama haya yote ni mchezo wa kisiasa? Karibu tujadili undani wa sakata hii inayozua mjadala mkubwa nchini Kenya. Subscribe, ulike, pia ushare ili uendelee kupata makala moto jinsi yanavyoendelea kujiri katika kituo hiki. Siasa za Kenya zinaendelea kupamba moto baada ya viongozi wa serikali na wale wa upinzani kuanza kutupiana lawama kufuatia maandamano yaliyotokana na kupanda kwa bei ya mafuta nchini Kenya. Kauli kali zaidi ilitolewa na katibu mkuu wa UDA Hassan Omar, aliyesema kuwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua anaweza kukamatwa ikiwa uchunguzi utaonyesha alihusika kuchochea maandamano hayo yaliyogeuka furugu katika baadhi ya maeneo nchini Kenya. Kauli hiyo itashika yeye imezua mjadala mkubwa sana miongoni mwa Wakenya, huku wengi wakijiuliza, je, kweli Gachagua anaweza kukamatwa? Ama haya ni mapambano ya kawaida ya kisiasa yanayoanza mapema kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Maandamano hayo yalitokea baada ya wananchi wengi kulalamika kupanda kwa bei ya mafuta, jambo lililosababisha gharama ya maisha kuendelea kuwa ngumu zaidi. Sekta ya usafiri iliathirika vibaya, huku baadhi ya matatu zilisimamisha shughuli zao. Katika baadhi ya maeneo biashara zilifungwa, magari yakaharibiwa na ripoti zikaonyesha kuwa watu kadhaa walijeruhiwa wakati wa furugu hiyo. Kabla ya maandamano hayo kuanza, viongozi kadhaa wa upinzani walikuwa tayari wameanza kuikosoa serikali kuhusu bei ya mafuta. Miongoni mwa waliokuwa wakiongea kwa ukali alikuwa Rigathi Gachagua, ambaye tangu aondolewe mamlakani ameendelea kuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rais William Ruto. Mara kwa mara Gachagua amekuwa akidai kuwa serikali imewasaliti wananchi waliowapa kura nyingi mwaka wa 2022, hasa eneo la Mlima Kenya. Kutokana na matamshi hayo makali, baadhi ya viongozi wa Kenya Kwanza wanaamini kuwa upinzani ulisaidia kuchochea hasira za wananchi zilizogeuka maandamano. Hassan Omar alidai kuwa ikiwa uchunguzi utaonyesha Gachagua alihusika kupanga ama kuhamasisha furugu hizo, basi sheria itachukua mkondo wake. Lakini swali kubwa ambalo wengi wanauliza ni hili: je, kuna ushahidi wowote unaounganisha Gachagua moja kwa moja na furugu hizo? Mpaka sasa hakuna ushahidi rasmi ulioweka wazi unaonyesha kuwa Gachagua alipanga furugu, alifadhili wauni ama alitoa maagizo ya kufanya fujo. Hakuna kesi rasmi iliyowasilishwa mahakamani dhidi yake kuhusu maandamano hayo, na pia hakuna ripoti ya polisi iliyotolewa hadharani ikimuunganisha moja kwa moja na furugu zilizotokea. Kilichopo kwa sasa ni madai ya kisiasa na vita vya maneno kati ya serikali na upinzani. Ni ukweli kuwa viongozi wa upinzani walikuwa wakipinga ongezeko la mafuta kabla ya maandamano kuanza. Lakini kupinga serikali kisiasa si kosa kisheria ikiwa maandamano yanafanyika kwa amani. Katiba ya Kenya inalinda uhuru wa kusema, uhuru wa kisiasa na haki ya wananchi kufanya maandamano ya amani. Hata hivyo, ikiwa mwanasiasa atapatikana akichochea furugu moja kwa moja, kufadhili wahuni ama kupanga uhalifu wa mali, serikali inaweza kumchukulia hatua za kisheria. Hapo ndipo tofauti kubwa ipo kati ya kukosoa serikali na kuhusika furugu. Kwa hivyo, serikali ina uwezo wa kuwakamata viongozi wowote ikiwa ushahidi utapatikana. Polisi na mashirika ya uchunguzi wana mamlaka ya kuchunguza mtu yeyote bila kujali cheo chake kisiasa. Lakini kwa mujibu wa sheria, ushahidi lazima uwepo kabla ya hatua kali kuchukuliwa. Wachambuzi wengi wa siasa wanaamini kuwa mvutano huu unaonyesha jinsi siasa za Kenya zimeanza kuchemka mapema kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Baadhi yao wanaona kuwa serikali inaogopa ushawishi wa Gachagua hasa katika eneo la Mlima Kenya,
huku wengine wakisema upinzani unatumia hasira za wananchi kuhusu uchumi kujichenga kisiasa. Kwa upande mwingine, wafuasi wa Gachagua wanaamini kuwa kauli za viongozi wa UDA njia ya kumtisha kisiasa na kumzuia kuendelea kukosoa serikali. Mitandaoni, baadhi ya Wakenya wamekuwa wakisema kuwa serikali inapaswa kushughulikia kwanza suala la mafuta ama kupanda kwa maisha badala ya kulaumiana kisiasa. Jambo ambalo haliwezi kupingwa ni kwamba Wakenya wengi kwa sasa wanapitia maisha magumu kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta, chakula na usafiri. Hasira za wananchi zimeendelea kuongezeka huku kila upande wa kisiasa ukijaribu kutumia hali hiyo kujinufaisha kisiasa. Je, Rigathi Gachagua atakamatwa kweli ama haya yote yataishia kuwa vita vya kawaida vya kisiasa? Hilo ndio swali ambalo Wakenya wengi wanaendelea kujiuliza. Kwa sasa macho yote yako kwa serikali, idara za uchunguzi na viongozi wa upinzani kuona ikiwa kutakuwa na ushahidi wowote utakaoibuka ama ikiwa mjadala huu utaendelea kuwa sehemu ya siasa kali zinazoshuhudiwa nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na wewe mtazamaji wangu, unaonaje kuhusu sakata hili? Je, unaamini serikali iko na ushahidi wa kutosha kwa Gachagua ama hii ni vita vya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027? Andika maoni yako hapo chini. Usisahau kulike video hii, kushare na kusubscribe ili kuendelea kupata taarifa moto za siasa za Kenya na habari zinazotikisa taifa. Mimi ni Nyabundi Zack. Tukutane kwenye video ijayo. Asante.